الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصر بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa, ndugu katika imani, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu yenye mapungufu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mafanikio yetu yapo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maudhui yetu leo ni yenye anwani baina aljiddi wallaib, baina ya jiddi, mtu kuwa serious katika mambo yake, na laib, mchezo. Tuko katika ulimwengu ambao kwamba jiddia, ile seriousness katika maisha, imechukuliwa sahali na michezo ikapewa kipaumbele, ikafanywa michezo ni jambo la maana sana. Michezo ikawa ni yenye kuwapatia watu mishahara mikubwa, basi tukashughulishwa na michezo, kama asemavyo mshairi Mahmud Abu Shahin: shaghaluna fi kurrati alqadami qasadu takhdhiran fi alhimami wa uyunu adh-dhalimi lam tanam tarakuna namshi fi dhulam. Wametushughulisha na michezo, mipira, wakikusudia kuilaza ile himma na morali ambayo kwamba Muislamu anao, na macho ya dhalim hayakulala, bali wametuacha sisi tukitembea katika kiza. Ikhwani fillah, katika a'zam mabtuliyat bihi al-umma, katika mambo makubwa ambayo umma umepata mtihani leo, ni kuchanganyikiwa watu wengi na kutofahamu baina ya jiddi na laib, mpaka ikawa wengi katika Waislamu wanaishi katika dunia au wanaishi kwa ajili ya dunia, kana kwamba wameumbwa kwa ajili ya pumbao na lahwi peke yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema: ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na binadamu kwa lengo lingine isipokuwa wawe ni wenye kuniabudu mimi. Na ibada ni ismun jami likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ni jina linalokusanya kila anachokipenda Mwenyezi Mungu na kukiridhia. Kwa hiyo mwanadamu hakuumbwa amalize umri wake katika lahwi, katika pumbao, wala hakuumbwa amalize masiku yake katika kufuatilia mambo ambayo kwamba hayamnufaishi, bali ameumbwa ili awe ni abdan lillah, mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anaimarisha ardhi kwa shar'i llah, kwa sharia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anasimamisha haki na kubeba risala ya Uislamu kwa wanadamu wote. Uislamu umelea watoto wake katika jiddiya. Innahu laqawlun fasl
wama huwa bilhazl, si masala ya mchezo, bali Uislamu umelea watu wake katika jiddia, katika seriousness na katika kubeba masulia, na kila lahdha katika umri ina qima, kila lahdha katika umri ina thamani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa na zama katika sehemu nyingi katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema wal asri innal insana lafi khusr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na zama za alasiri, innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha qima na thamani ya wakati, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili watu wengi wanadanganyika nazo, as-sihhatu wal faragh, uzima na nafasi. Ile faragh mtu akiwa nayo atakana atumie katika mambo ambayo kwamba yanamnufaisha, si katika upuzi. Kwa hivyo umri ni rasu mali al-insan, umri ni rasilimali ya mwanadamu, na wakati ukienda haurudi. Siku ambayo kwamba imepita huwezi kuinunua na mali ya dunia yote. Siku moja ambayo kwamba imekupita huwezi kununua kwa mali ya dunia yote. Masahaba ridwanullah alaihim walikuwa wakifahamu thamani ya dakika na muda katika maisha yao. Wakafathi bilad, wakaeneza Uislamu, wakawa ni wenye kusimamisha uadilifu. Wakati sisi wengi wetu leo, mtu anamaliza masaa na masaa mbele ya TV akifuatilia mechi na mipira na kuweza kueleza fulani ameshinda. Na mtu akiulizwa hali za Waislamu, akiulizwa katika Qur'an, akiulizwa katika sira, tarikhi ya ummati wake, hajui illa kichache. Ikhwani fillah, umma haushindi kwa silaha pekee, bali umma unashindwa wakati wanapopokonywa ile irada yao, wakashughulishwa na mambo muhimu, mambo ya qadaya masiria, kadhia nyeti, wakashughulika na mambo ya kipuzi. Hebu angalie leo, wasikia vijana wangapi katika umma wa Kiislamu wanaingia katika TikTok wakifanya upuzi ati wanatafuta kulipwa, wana create content ambazo kwamba ni za upuzi, na kila unapokuwa mpuzi sana ndio unapata views nyingi katika mitandao. Yani lao wewe umefungua mtandao wako na kazi yako ni kutoa mawaidha na kuelimisha watu, basi followers wako watakuwa ni wachache kulingana na yule ambaye kwamba anafanya upuzi. Na wale ambao kwamba wamefanya upuzi sana katika ulimwengu ndio wamekuwa na wafuasi wengi na wanalipwa pesa nyingi. Ukisikia pesa wanazolipwa wale matiktoka wakubwa katika ulimwengu wa namba moja, utashangaa wewe. Kwa mwaka ni mabilioni ya pesa ya Kenya, mamilioni ya dola anaolipwa. Kwa hivyo ikhwani fillah, katika mbinu mbaya ambazo kwamba zinatumiwa leo ni tahwilu ihtimami nnas, kubadilisha ile ihtimamu ya watu, kuchukulia mambo muhimu na kufuatilia na kuwa na shauku na kuwa na hamu ikawa ihtimamu ya watu katika zama zetu, majalis, katika vikao, habari katika majumba, katika mitandao ya kijamii,
yote yazunguka katika mambo ya pumbao na mambo ya puzi na mambo ya mashindano ya mipira, bainama kadhia za umma na misiba yao inapotea kabisa katika mazungumzo yao. Na mazungumzo haya sio kuharamisha riadha annafia, michezo na riadha ambazo kwamba zina manufaa. Uislamu umehalalisha katika mambo ambayo kwamba yanatia nguvu katika mwili, na ukahimiza juu ya mtu kujenga mwili wake na kufanya mazoezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min aldha'if. Mu'min strong ni ambaye kwamba anapendekeza kwa Mwenyezi Mungu na bora kuliko mu'min dhaif. Lakini mushkila inapogeuka riadha kutoka katika mbinu yenye manufaa ikawa ni upeo na ghaya ambao mtu anaishi kwa ajili yake, sio wasila yenye manufaa ambayo itanufaisha mwili wake, bali ni ghaya ambayo kwamba yashughulisha lubbi na akli na kila kitu. Yani yeye moyo wake wote umejifunga na jambo kama hili. Kwa hiyo mtu anapitwa na swala, aweza swala ya fajiri isimpite, lakini mechi inayochezwa katika alfajiri akaipata. Asihudhurie majalis ilmi, lakini akahudhuria mechi, akasahau humumu almuslimin, hamu za Uislamu, ikawa maisha yake yamefungwa na natija ya mechi fulani inayochezwa. Anafurahi kwa furaha ya wale na anakasirika kwa hasira za wale. Alwalau walbaraa yake anajenga juu ya hilo. Ikhwani fillah, ni vijana wangapi miongoni mwa Waislamu amehifadhi mamia ya majina ya wachezaji wa mipira na wala hakuhifadhi jina hata mmoja katika al-ashara al-mubashirina bil janna? Muulize mmoja majina ya wachezaji na muulize katika mmoja miongoni mwa 10 waliobashiriwa pepo akutajie, utaona hajui. Bali mwambie nitajie mmoja katika khulafa ar-rashidin al-arba'a, atakuwa hajui. Kam katika vijana ambao kwamba au katika Waislamu ambao kwamba anajua historia ya mipira lakini hajui historia ya kufunguliwa Makka. Hawezi kuoanisha leo akisomewa idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mueleze hii aya, hii sura imeteremka kwa munasaba gani, juu ya kadhia gani? Hawezi kufahamu. Muulize kuhusu Badri, Yarmouk, Qadisiyya, Fathi Konstantinia na mengineo, hafahamu. Ikhwani fillah, pesa ngapi zinatumika ukiangalia katika miji na biladi kubwa za Kiislamu zinazotumika katika kupeleka vilabu vya mipira, ili hali kuna mafukara na maskini na waliofukuzwa katika majumba yao, waliotolewa katika majumba yao, ikiwa wanapitia hali ngumu. Kwa hiyo tatizo ni ikhtilal sulam alawlawiyat, yani kipaumbele ni kipi? Hapa ndio kumeingia utata. Jambo gani tutalipatia kipaumbele? Kwa hiyo mizani imekuwa imetatizika kwa Waislamu. Ukaona mtu anafurahia ushindi wa timu ya mpira kuliko kufurahia ushindi wa Uislamu. Katika viwanja vya mipira sauti zinanyanyuka, lakini huwezi kusikia mtu akizungumzia minong'ono na anini
ya majeraha na matatizo ya ndugu zetu ambao kwamba wako katika ardhi ya Gaza. Hizi si katika akhlaqi za Uislamu, bali ni katika kubadilishwa mafahimu na afkar na aulawiyat. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mathalu mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairu al-jasad lis-sahri wal-humma. Waumini katika kupendana kwao, katika kuhurumiana kwao, katika kusikitikiana kwao ni kama mwili mmoja. Kiungo kikiuma, mwili mzima unakesha na unashikwa na homa. Sasa Muislamu lipi linamuuma zaidi leo? Ni timu ya mpira kufungwa, ama ni ndugu zako katika ardhi ya Gaza ikiwa wako katika hali nzito, wanaopitia Masjid al-Aqsa kuwa chini ya ihtilali ya Mayahudi? Ikhwani fillah, haifai Muislamu kuishi akighafilika na matungu ya umati wake, kwa sababu umma ni mmoja na hisia yatakana iwe moja. Kichache ambacho kwamba sisi tutakaniwa kuwa nacho ni kubeba hamu ya Waislamu, kuwaombea, kuwanusuru tunachoweza katika kalima ya kweli. Tuwe na mawqif katika kuwalea watoto wetu katika kupenda Uislamu, sio kuwaingiza katika lahwi na pumbao na kuwashughulisha katika mambo ambayo kwamba unasahulisha umma risala yake na ajenda yake. Wewe ukiwa huna mradi na huna mpango, huna mashruu, wewe utakuwa ni mashruu ya mtu mwingine. Ikiwa huna mikakati, wewe utakuwa ni mkakati wa mtu mwingine anayekupangia. Ikhwani fillah, lazima tuonyeshe vijana wetu na vijana wa Kiislamu alqudwa alhaqiqiyya. Nani mfano wa kuigwa kikweli, na ni ipi qudwa muzayyafa, qudwa kiigizo, watu ambao kama ni wa urongo wameundwa. Kijana wako anajifakhri na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na Ammar bin Yasir na wengine kina Salahuddin, kina Muhammad al-Fatih, au anajifananisha na watu ambao kwamba ni wenye kufanya mambo ya kipuzi katika ulimwengu. Tuonyeshe vijana wetu ya kwamba qudwa ni maulama as-sabiqun ambao wamebeba risala ya Uislamu wakafikishia vizazi. Hawa ndio ambao kwamba wamejenga tarikh, hawa ndio ambao kwamba walinyanyua rayat al-Islam, bendera ya Uislamu. Lakini hawa mashahir na influencer na wachezaji ambao kwamba vijana wanawaiga, basi ndiyo sababu ya dhiyaul huwiyya, kupotea ule utambulisho wetu sisi kama Waislamu. Almuslimun, ayuha almuslimun, umma wa Kiislamu kuweza kupata nahdha na kupata mwamko ni kwa jiddia, watu kuwa seriousness katika maisha yao, kwa ilmu yenye manufaa, kwa amali njema, kwa da'wa ila Allah, kulingana kwa Mwenyezi Mungu, kuamrisha mema na kukataza mabaya, kuwalea watoto katika masuhulia na kubeba risala ya Uislamu kwa ulimwengu. Kila mmoja ni masuhulia, ana masuhulia, kila mmoja ni mas'ul. Baba ataulizwa, mama ataulizwa kuhusu familia, mwalimu madrasa ataulizwa, mfanyabiashara, dai, mlinganizi, kijana. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja ataulizwa juu ya utungaji wake. Tuangalie ni nyakati ngapi tunazimaliza kwa kusoma Qur'an, ni wakati gani tunamaliza katika ilmu yenye manufaa, ni wakati gani tunamaliza katika kufuatilia mambo ambayo kwamba la yanfa, hayanufaishi na chochote. Ikhwani fillah, umma wote ambao kwamba wataka izza hauna budi illa kurudi katika jiddi, katika seriousness, na waache kughafilika, na ufanye Uislamu ndo mihwar inaozunguka maisha yake, na kuwalea watoto juu ya masulia. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Mwenyezi Mungu yenye waja wa Mwenyezi Mungu, na wa'lamu anna a'marakum qasira, umri ni mchache, wa anna ayyamakum ma'duda, masiku yenu ni ya kuhisabika, wa anna kulla daqiqatin tamdi min hayatikum satus'aluna anha yawm al-qiyamah, kila dakika inayopita katika maisha yenu mtaulizwa siku ya Kiyama. Kwa hiyo tuwe na fungu katika Qur'an, tuwe na fungu katika ilmu yenye manufaa, tuwe na fungu katika da'wa, tuwe na fungu katika kuwahudumikia Waislamu, tuwe na fungu katika kuwalea watoto kupenda Uislamu na kupenda umma wao. Ikhwani fillah, tusifanye dunia kwamba ndo akbaru hammina, kwamba hamu yetu kuu ni dunia wala mambo ya kipuzi yasiige katika umri wetu. Ikhwani fillah, turudie aulawiyatina, vipaumbele vyetu ni vipi, tunatanguliza mambo gani mbele, na tujue ya kwamba kama sisi tumelala, maadui hawalali, na kila leo wanaweka mbinu na njama tofauti tofauti dhidi ya umma kama huu. Ikiwa leo mtu anatingisha tumbo katika TikTok akalipwa mamilioni, mwingine atingisha nywele zake azifungua alipwa mamilioni, mwingine afanya mambo ambayo kwamba ni kipuzi alipwa mamilioni, hizi pesa zote zatoka wapi? Zatoka kwa wale ambao kwamba wanapoteza wakati wao kwa kuscroll na kuangalia vitu ambavyo kwamba havinufaishi. Naangalia mambo ambayo kwamba ni machafu na sinema chafu ambazo kwamba ziko katika mitandao. Wote hao wanalipwa kulengamana na yule ambaye kwamba ampoteza wakati wake kuangalia kitu kama kile. Kila wakati ambao kwamba wewe unapoteza, basi kwa kuangalia vitu vya kipuzi, wewe unazidi kuwanufaisha wale ambao kwamba wanaeneza mambo yale ya kipuzi, na unasaidia katika kueneza ushaitani katika ulimwengu. Kwa hiyo Muislamu atakana apime mambo gani yanamnufaisha na mambo gani ambayo kwamba yanamdhuru, kwa sababu yule ambaye kwamba ni alfaiz alhaqiqi ni yule ambaye kwamba atakutana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ametumia umri wake katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umri wake ameumaliza katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja kutamani huu wakati ambao kwamba sisi tunautumia katika mambo ambayo kwamba hayanufaishi, hayakuongezi chochote, si katika siha yako, si katika afya yako, si katika maisha yako, hayakuzidishi chochote, bali yanakupunguzia. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala suluhishe hali za Waislamu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusanye kalima yao kwa moja. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anusuru waja wake wadhaifu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sajidin astaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أشهد أن لا إله إلا الله دوام لمن جحد به كفر وأشهد أن محمدا عبده سيد الخلائق والبشر. عباد الله اتقوا الله تعالى في السماء له وخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بلد الجن وإنسه، فقال تعالى مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به القديم وأسى كتابة الكريم، وعلى آله وصحبه كل مهمة، خصوصا دلالة العريق أمير سيدنا بكر الصديق، ولا زاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن أمير سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سيد الله الغالب أمير سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي المهمات. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث: يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستودعكم الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.